ni zuio kwenye mwili. Zuio juu ya nini? Zuio juu ya kutembea kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, mlango wa kwanza unaofunguliwa ni mlango wa wokovu, ambao ni toba mbele za Mungu. Haleluya. Mwili unaanza kupingana. Zuio linatokea kwenye mwili, kwamba ukiacha hii kazi utaishije? Ukiacha hii kazi utaishije? Manake hilo ni zuio. Ujaona injili inahubiriwa kwenye mkutano, wanaitwa watu kuokoka. Haleluya. Mili inaanza kupiga kelele kwamba utaokokaje kijana? Subiri kwanza, utaokoka baadaye, utaokoka siku fulani, utaokoka unavyokaribia kuwa mzee. Haleluya. Manake hayo ni mazuio ya kiroho kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuna baadhi ya mifano nataka tutembee kwenye Biblia ambayo itatusaidia na kutuweka mahali pazuri kabisa kujua juu ya zuio la kimwili. Na neno ambalo nataka tutembee nalo kwenye kile kitabu cha Mathayo 26. Naomba ukipata nafasi soma Mathayo 26. Utaanza kuanzia ule mstari wa 41. Kuanzia ule mstari wa 41 unasemaje? Ule mstari wa 41 unasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Haleluya. Naomba ukipata nafasi soma mpaka pale chini. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Mwili ni dhaifu katika nini? Mwili ni dhaifu katika kufanya mapenzi ya Mungu. Roho ipo tayari kufanya mapenzi ya Mungu, lakini mwili haupo tayari kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni muhimu sana kujua zuio la mwili, kwa sababu kila unavyotaka kufanya mapenzi ya Mungu, kitu cha kwanza au sauti ya kwanza utakayeisikia inafanya vita na wewe ni mwili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Inafika mtu anajiandaa kabisa kwamba leo ndaenda kanisani. Haleluya. Lakini unakuta kanisani haendi, anailisha, anasema ndaenda wiki lijalo. Kitu gani kimemzuia? Mwili umemzuia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuna wale ambao anafika kanisani lakini hakuna neno linaloingia. Neno aliingia, anafika anasinzia mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Kilichomzuia ni nini? Ni mwili wake umemzuia asilisikie neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu unapolisikia kwenye masikio yako, unafunguka, unamjua Mungu na unatoka mahali ambapo umekwama. Sikiliza. Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa utumwani Misri zaidi ya miaka 400. Biblia inasema wakamlilia Mungu. Walivyomlilia Mungu, Mungu akalituma neno kuwatoa. Sikiliza. Unaweza ukawa unalia juu ya watoto, unalia juu ya ndoa. Haleluya. Unalia juu ya changamoto za aina mbalimbali, hiyo changamoto juu ya kazi. Mungu kukusaidia analituma neno. Shetani akitaka kukuzuia, analizuia lile neno usilisikie. Shetani akishindwa kukuzuia wewe usiende kanisani, anaweza akakuruhusu ukaenda na ukarudi hivi hivi. Maana yake hujalisikia neno. Kama hujalisikia neno, maana yake wewe una tofauti na ambaye hajaenda.